Ukija huku kwetu Afrika mambo yako juu. Kuna nchi ambazo tayari zimeshawapa watu wao ruhusa kufanya kazi majumbani, kusiwe na movement za magari kwenda maofisini na kurudi. Lakini kuna nchi ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza matumizi ya mafuta na wana upungufu wa mafuta. Leo tumeamka na neno la faraja. Neno la faraja kwamba angalau pale Humuzi sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa vimeli vinapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini, lakini vivo hatumjui yule jamaa naye anavyoamka ndio dunia inavyocheza hivyo. Kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Lakini kwa sababu nazungumza hapa na wananchi wananiona, kaniongee na wananchi kwamba upandaji wa bei ya mafuta mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Sasa kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha. Ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima na hapa kwetu. Nilianza kutaja bei za mafuta kwa nchi mbalimbali. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Kwa niwaombe sana wananchi tuwe watulivu kipindi hiki na tuendelee kuomba kama nilivyoomba siku ile kwamba hili jambo liende kuisha, vita hii ya Irani, Israel na Marekani iishe, ili flow au mwenendo wa biashara na meli za mafuta na meli za bidhaa uende kama kawaida, ili tuishi maisha yetu ya kawaida. Lakini kwa sasa hivi niombe sana wananchi wa watulivu, wa wastahimilivu. Sisi kama viongozi wa nchi mbalimbali tunajitahidi kunyanyua sauti zetu, kuzungumza na wenzetu, kushawishi wenzetu vita hii malizike ili maisha ya wananchi yarudi kuwa ya kawaida. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi kwa watulivu. Hili si jambo ambalo limesababishwa na serikali yetu, lakini jambo lililoathiri ulimwengu mzima. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwapongeze wote walioteuliwa na niwatakie kazi njema. Jicho langu liko karibu nanyi, nitawatizama kwa karibu zaidi. Napenyezewa hapa bei za mafuta. Nilisema 1000 ni mamia. Kwa mfano Europe ni 600. Ni 600. Na dola 800 kwa Marekani. Sasa dola 800 alafu euro 400 kwa leo na dola 600 kwa leo. Na sio 1400 na 6000, nimerekebishwa. Kwa hiyo habari ndo hiyo, na wale wana habari mlokuweko rekebisheni hiyo. Msije mkaenda mkasema rais kasema 1800. Nimesharekebisha 600 na 800.
na kwa leo ni 400 na 600, na probably hapa kwetu kwa taarifa za wizara nimeambiwa kidogo, lakini bei zimeshatangazwa. Tukitangaza kipindi kijacho wenda tukarudi chini na bei zetu pia, lakini juu ya hivyo sisi tuko vizuri kuliko wenzetu. Tuko vizuri na stock, tuna uhakika wa miezi 3, na ni matumaini yetu kwamba chini ya miezi 3 haya mambo ya kugongana huko kwa wenzetu atakuwa yamemalizika. Kwa hiyo tuko salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kazi.